matendo ya utakatifu haifanywi kwa watu, bali inafanywa kwake Mungu. Yeyote ambaye anataka kuingia kwenye maombi ya kufunga ajielewe kwanza. Maombi ni njia ama ni kitendo cha utakatifu. Maombi ni kitendo cha utakatifu, na ukisoma katika Mathayo 6 utaelezwa vizuri kuanzia pale kuhusu matendo ya utakatifu. Matendo ya utakatifu, kuna ile njia unafaa kuyafanya, na kama maombi ni kitendo cha utakatifu, unafaa kujua kama wewe ni mtumishi ama mtu wa Mungu, haufanyi maombi. Matendo ya utakatifu haifanywi kwa watu, bali inafanywa kwake Mungu asiyeonekana kwa macho, lakini atafanya kukulipa wazi ili kajulikane ulifanya katika njia ambayo inaeleweka. Ninaposema kuhusu mambo yale, kuhusu maombi ni kitendo cha utakatifu, kuna matendo mengine ya utakatifu kama offering. Offering inakuanga ni kitendo cha utakatifu. Maombi ni kitendo cha utakatifu, na tukizidi zaidi tunakuwa na hata mambo mengine tutaenda tukijifunza kuhusu matendo ya utakatifu. Na kama maombi ya kufunga yamefaulu kuwa mambo ya utakatifu, kwa hivyo jambo mzuri sana ningetaka uelewe ninapotanguliza ujumbe huu ni kuwa kama ni kitendo cha utakatifu, hakiwezi kikafanyiwa na kila mmoja. Anayefanya kitendo cha utakatifu lazima awe katika hali ya utakatifu pia. Hapo ndipo na kurifaa kwenye neno katika the book of 1 John chapter number 1 verse number 9. Ambaye anajua ana dhambi ni vyema na afanye nini? Atubu dhambi yake na aelewe kuwa Mungu ni mwaminifu kusamehe kila dhambi. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Kwa hivyo ni kumaanisha yeyote ambaye anataka kuingia kwenye maombi ya kufunga ajielewe kwanza. You examine yourself. Ujue kama hali yako inakukubalisha kufanya ombi katika njia ifaayo. Let me say something about this. Kuna wakati unaweza kuwa unajua hali yako si nzuri ama hauko kwenye utakatifu, lakini unasikia kuna mambo yanakusukuma na unataka kufanya maombi ya kufunga. Ningetaka niseme, ikiwa hauko tayari kurekebisha njia zako na kukaa katika njia ambayo Mungu anataka, don't waste your time ukisema ni maombi unafanya katika jina la Yesu Kristo. Ningetaka nikushauri katika lile. Haleluya. Kuna jambo la hatari ningetaka nilizungumze, maana ningetaka ufahamu katika udani. Kila wakati unapojitoa kuingia kwenye maombi ya mfungo, unafaa kuelewa katika roho yako huanga umeiweka wazi. Praise be to the name of our living God. Maana unajiconnect na ulimwengu wa kiroho, unataka upokee kutoka ulimwengu wa kiroho. Na kama tunavyofahamu vizuri, tuna falme mbili ambazo zinatawala, ufalme wa nuru na ufalme wa giza. Kwa hivyo kama utaingia kwenye maombi ukiwa hauko sawa kwenye utakatifu, inamaanisha utapokea tu, lakini hali yako iliyokuwa baya itaendelea kuzidi kuwa baya zaidi, maana utajiconnect katika ulimwengu wa giza. Hallelujah. The book of Mark 9:29. Yesu wakati ambapo anamuombea kijana mmoja, wanafunzi wakashangaa kwa nini pepo haitoki. Naye Yesu akawaambia, pepo ya aina hii inahitaji maombi ya kufanya nini? Ya kufunga, ili ikaweze kufanya nini? Kutoka. Kwa hivyo ni kumaanisha wakati wowote unapoingia kwenye kufunga, unaweka maisha yako ya roho wazi katika njia ya kupokea. Na maana umeanza mfungo, mapepo haitaki maombi. Kwa hivyo
immediately unapofunga kama Yesu alivyofunza, mapepo itafanya nini? Itatoka, itakuondokea katika hizo siku za kuomba. Lakini ukumbuke katika Luka 11:24 mpaka 26 inasema, naye pepo mchafu akitoka kwa mtu huenda anazunguka, baadaye anauliza, yawezekana nirudi katika nini? Ile nyumba nione kama iko wazi na niweze kuingia. Maandiko haya yanasema, na huyo